Sherehe za leo za Labor Day zilikuwa na mapengo na maswali si haba. Kila mwaka sherehe za Labor huadhimishwa na pande tatu muhimu: wafanyakazi, waajiriwa na vile serikali. Wafanyakazi wakiwakilishwa na miungano yao chini ya muungano mkuu wa KOTU, waajiriwa wakiwakilishwa na shirikisho lao la FKF likiongozwa na afisa mkuu mtendaji Jacqueline Mugo, na serikali ikiwakilishwa na Wizara ya Leba na rais mwenyewe, Rais William Ruto. Ila cha kushangaza katika sherehe za leo, FKE wamekuwa kwenye ratiba ama hawakuwa kwenye ratiba na orodha ya wazungumzaji. Hili limezua maswali chungu nzima, yani vipi FKE imepewa jicho la upofu? Je, imezimwa na serikali ama muungano wa wafanyakazi nchini KOTU? Kuna nini kinachoendelea kati ya miungano hii na serikali? Taswira hii, mtazamaji, inaibua maswali zaidi kuhusu ni nani haswa mtetezi wa wafanyakazi nchini. Leo wafanyakazi wakionekana kwa wanyonge, wakiwa na mayatima. Pengo jingine lilikuwa ni ukimya wa Rais Ruto kuhusu kukosa kufuatilia tangazo lake la ujira wa chini mwaka jana. Mei mwaka 2024 alitangaza nyongeza ya 6%. Mshahara wa chini ulifaa kuwa shilingi 8,596. Je, hili limefanyika? Kama bado, kwa nini? Vinginevyo, rais ameamua kutotoa tangazo jingine la ujira wa chini mwaka huu, labda kwa kuhofia kubanwa kuhusu kutotimiza ahadi ya wafanyakazi aliyowapatia mwaka jana. Tahariri inahoji hivi: je, sherehe za Leba zimegeuka kuwa ukawaida tu, mbwembwe na tafrija bila mashiko kwa mlengwa mfanyakazi? Iweje serikali ina misuli ya kufuatilia makato ya nyumba za bei nafuu, makato ya SHA, makato ya NSSF, lakini kufuatilia malipo ya ujira wa chini inakosa mfumo? Na hiyo ndiyo tahariri.